Ikiwa ni siku ya tatu tangu kufariki kwa aliyekuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara wa kituo cha habari cha EFM Dennis Busulwa almaarufu kama Sebo, leo hii yamezungumzwa mambo mengi, ambapo Ayo TV tumezungumza na msemaji wa familia akisema kwamba kutakuwa na mambo ya tofauti kuanzia siku ya leo katika msiba wa Sebo. Miongoni mwa mambo aliyoyataja ni kwamba kutakuwa na uchomaji nyama sambamba na unywaji wa vinywaji vya aina mbalimbali, huku pia akisema kwamba kutakuwa na burudani. Ayo TV tupo hapa kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kitaendelea katika kipindi hiki cha majonzi, simanzi na vilio vilivyotawala ndani ya tasnia ya habari, lakini tasnia ya sheria na maeneo mengine mbalimbali. Mimi naitwa Mikandaba, tuungane kwa ripoti zaidi. Mimi naitwa Dickson Ponela, mkurugenzi wa vipindi EFM. Bado tupo tena katika msiba mwenzetu Sebo, ikiwa ni kama siku ya tatu sasa toka atutoke, na tuko hapa maeneo ya Mikocheni, nyumbani kwake Magai, ambaye ndiye mwenye eneo hili au ndio mwenyeji wetu kwa ajili ya msiba huu, ambao yeye mwenyewe aliamua kuhost kutokana na namna ambavyo amekuwa akiishi na marehemu toka amefika nchini Tanzania. Sebo atakuwa hapa leo, ambapo mwili wake utakuja hapa na lala hapa kwa ajili ya kuendelea na taratibu zingine za mazishi yake hapo kesho. Lakini siku ya leo ambayo ni ya Ijumaa imefanywa kidogo tofauti, kwa sababu tumeamua kuishi maisha ya Sebo. Sebo, kwa wengi wanaomfahamu watafahamu alikuwa anaishi vipi pale anapokuwa na afya yake njema, anapokuwa yuko vizuri kifedha na vinginevyo. Sebo alikuwa anapenda burudani, Sebo alikuwa anapenda starehe, Sebo alikuwa anapenda kuenjoy maisha muda wote. Kwa hiyo kamati ya mazishi jana ilipoketi na kuwasiliana na mambo mengi, ikakubaliana kwamba leo lazima tuishi maisha ya Sebo kwa kupata chakula pamoja, hasa wakati wa jioni, ambapo kutakuwa na nyama choma, tutakuwa na drinks mbalimbali. Kwa yeyote kinywaji chochote kile mtu ambaye anakuwa anakitumia, basi atapata burudani hiyo. Halikadhalika pia kutakuwa na burudani ya muziki. Sebo, kwa wale ambao wanafahamu alikuwa labda anapenda aina gani ya muziki, basi wanaweza wakatumia muda huo ili kuweza kuchagua baadhi ya nyimbo ambazo walikuwa wanazipenda na zitachezwa hapo ikiwezekana. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, tutakuwa na mwenzetu Banana Zoro na bendi yake ya B-Band. Tutakuwa naye kuanzia saa 2 usiku na kuendelea. Pia atatupa burudani katika kumkumbuka na kumwenzi mwenzetu kwa yale yote alikuwa akiyaishi. Kwa hiyo kwa wale ambao labda wanataka kujua ni maeneo gani, basi ni vizuri wakija na maelekezo ambayo nitayatoa hapa kwa urahisi. Hii njia yetu maarufu inaitwa ya Rose Garden, ambayo kwa upande wa chini inatokea kwa Mwalimu Nyerere, lakini kwa upande wa juu inatokea baa hiyo maarufu ya Rose Garden. Kwa maana hiyo basi, baada ya shughuli zote za leo, watu ambao watapenda kukaa hapa hata mpaka asubuhi, ruksa, hakuna tatizo. Lakini itakapofika kesho tutakuwa na ratiba tena ambayo ni kwa ajili ya kutoa heshima zetu za mwisho, wenye kutoa rambirambi, wenye kuongea chochote kile kuhusu Sebo wanavyomfahamu. Basi kesho tutakuwa na nafasi hiyo maeneo ya viwanja vya Posta hapo Kijitonyama. Ratiba itaanzia saa 2:30 hapa nyumbani, ambapo mwili utatoka, lakini kwa utofauti kidogo tutatoka hapa kwenda moja kwa moja katika eneo ambalo alikuwa akifanya kazi pale EFM, maeneo ya Mbezi Beach kwa Zena. Hapo atafika pale kwa ajili ya kupiga picha labda na baadhi ya wafanyakazi wake, kwa ajili ya kushukuru pia na pia kutoa maneno mawili matatu kwa ajili yake, muda kama dakika 30 hivi. Na mara baada ya hapo basi tutatoka tena na msafara. Hii itakuwa ni moja kwa moja kwenye viwanja vyetu vya Posta hapa Kijitonyama, ambapo ratiba rasmi za kumwaga zitaanza. Moja kwa moja tutachukua mwili wa marehemu kwa ajili ya kwenda airport, tayari kabisa kwa ajili ya kusafiri kuelekea nchini Uganda kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi. Nchini Uganda, Sebo alikuwa na makazi ya sehemu 2, kwa mama yake na kwa baba yake. Sehemu ya kwanza ambayo tutaenda ni kwa mama yake, kunaitwa Luganzi. Mama yake bado yupo, ni mtu mzima sana, lakini lazima pite pale kwa ajili ya kusalimia na mama pia muone mwanae akiwa katika jeneza safari hii. Na pia kutakuwa na taratibu mbalimbali zitaendelea pale za kimila na desturi. Lakini siku ya Jumatatu, mara baada ya kulala pale, Sebo anatarajiwa kufikishwa kanisani kwa ajili ya ibada na sala mbalimbali, ambapo mara baada ya hapo tutatoka kwa ajili ya safari ya kuelekea kijijini kwao, ambako ndipo kwa marehemu baba yake, na yeye ndipo ambako alipanga hata yeye mwenyewe azikwe huko. Kuna eneo ambalo Sebo alichagua kwa ajili ya kuzikwa, maeneo ya Kayunga huko nchini Uganda.